Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu inaendelea kusikilizwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam. Akizungumza mbele ya Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, Tundu Lissu ameeleza mahakama juu ya kunyimwa haki zake za msingi ikiwemo kuwasiliana na mawakili wake. Akizungumza mbele ya jopo la majaji watatu akiwemo Jaji Dastan Ndunguru, James Karayemaha na Ferdinand Kiwonde wakati shauri lilipositishwa kwa ajili ya kuendelea kwa jamhuri kujibu hoja. Lissu ambaye alianza kwa kuwatakia heri ya mwaka mpya majaji na mawakili alidai kuwa tangu kuahirishwa kwa kesi yake Novemba 12 mwaka 2025 hakuwasiliana na mawakili, ndugu wala jamaa zake akiwa gerezani baada ya kupewa zuio hilo na maafisa wa gereza. Akifafanua hoja ya kwanza, Lissu ameeleza kuwa haki yake ya kuwasiliana na mawakili wake bila kusikilizwa na maafisa wa magereza imekuwa ikikiukwa. Alinukuu kanuni ya 13 ya uendeshwaji wa magereza, tangazo la serikali namba 60 la mwaka 1987 inayotamka kuwa mfungwa anapaswa kupewa fursa ya kuwasiliana na mshauri wake wa kisheria bila kusikilizwa na maafisa wa gereza. Alisema tatizo hilo lilianza alipokuwa gereza la Kisutu, lakini baadaye lilitatuliwa na kuanza Julai 1 mwaka 2025 na alikuwa akikutana na mawakili wake kwa faragha inayoruhusiwa kisheria. Hata hivyo, alisema hali hiyo ilibadilika baada ya kesi hiyo kuahirishwa Novemba 12 mwaka 2025, ambapo tangu wakati huo mawakili wake wamekuwa wakikutana naye chini ya usimamizi wa karibu wa maafisa wa magereza wanaosikiliza mazungumzo yao. Katika hoja nyingine, Lissu ameeleza mahakama kusikitishwa kwake na mwenendo wa kesi hiyo, akisema amekuwa mahabusu kwa siku 307 sawa na takribani miezi 10, huku kesi ikisikilizwa kwa siku 14 tu. Lissu alisema malalamiko hayo hayalengi majaji waliopo wala mawakili wa serikali, bali ni changamoto ya kiutaratibu inayohitaji marekebisho kwa maslahi ya haki. Hivi sasa bado kesi inaendelea.